Genesis 15 kutoka mstari wa kwanza. Tutasoma hapo kidogo maneno haya, kwa hivyo unisikize. Mara mingi sirudangi kwa Bible kusoma tena, kwa hivyo nikisoma ninamaliza. Inasema hivi: Then the word of the Lord came to Abraham in a vision. Do not be afraid, for I am your shield, your very great reward. But Abraham said, O sovereign Lord, what can you give me, since I remain childless, and the one who will inherit my estate is this Eliezer of Damascus? And Abraham said, For you have given me no children, so now you have given me no children, so a servant of my household will be my Hayala. And somebody say a good amen. Nataka uniulizie jirani yako, have you ever talked with God? Muulize, umeshaongea na Mungu? Yaani muulize hivyo, muulize umeshaongea na Mungu? Maisha yako yote ni ule walia na Ngai. Mumeshawahi kaa chini hivi na Mungu akae pande ile, wewe ukae pande hii, muongee pamoja? Si unisaidie kuambia jirani yako, Mungu anaongeaga na watu wake. Mwambie Mungu anaongeaga na, lakini umwambie sio wote. Kuna wale anachagua aongee na wao. Mwambie sio wote, lakini kuna wale anachagua aongee na wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo ndio jambo ambayo imenileta hapa, ili tukaweza kuzungumza pamoja, kwa sababu mimi nabebaga mzigo mkubwa sana wa kanisa. Na ile kitu naulizanga, if God is for us, kama Mungu ako upande wetu, kama vile ametuambia katika neno, ama kama vile Paulo alituandikia, kwa nini haongeagi nasi? Kwa nini hatutembeagi? Kwa nini Mungu anaonekana kukaa kule mbinguni na sisi hapa, na kunaonekana ni kurefu, hatuna ushirika na yeye? Ni kama alituachilia duniani tuteseke, familia yako iteseke, watoto wako wateseke, uteswe na doa, uteswe na watoto, uteswe na mke, uteswe na bwana, uteswe na muajiri, uteswe na neighbor, uteswe na chief, uteswe na uhuru, uteswe na kila mtu maishani yako. Swali yangu inakuwaga, kwani Mungu alienda wapi? Huyu Mungu anaongelesha Abraham na anaambia Abraham maneno mawili: do not be afraid, wacha kuogopa. Na ndiposa nimekuja leo hata nami nikuambie, wacha kuogopa. Angalia jirani yako, mwambie dada, kama ni dada, kama ni ndugu, mwambie ndugu, wacha kuogopa. Praise the name of the Lord. Hii ni kumaanisha Abraham alifika mahali akaikiwa na roho ya uoga, na hii roho inaingiaga watu baya sana, baya. Nilikuwa nafundisha wazee hivi, if you have a sick soul, ukiwa na moyo mgonjwa, utakuwa unatisha mke wako. Wazee siku hizi anaambia mke wako, unajua mimi nitaenda, na nikienda mtajua kile mtakuwa mkikula. Hiyo ni kutisha familia, na hiyo ni moyo mgonjwa. Bwana asifiwe sana. Anaangalia watoto, anawaambia, mnajua nikienda hamtakuwa mkisoma. Na nikaambia wazee waache matisho. Praise the name of the Lord. Kama unataka kwenda, enda, ili tuinue macho yetu kwa Baba wa mbinguni, kwa sababu kila mtu kama hana baba hapa, ana Baba wa mbinguni. Ona akikorwa thoguo ni agothiruo ni kirori. Najua wamama ambao hawaonyeshaji watoto wao baba yao ni nani, ana
anawaambia aligongwa na kirori. Hata kama aligongwa na kirori, ni vizuri utoke na uende, kwa sababu nina baba mmoja ambaye hatawahi niacha, na ukienda atanizungumzia na aniambie usiogope. Amen. Praise the name of the Lord. Niko pale, niko hapo. Na akamwambia, I am your shield. Mimi ni ngao yako. Hakuna mtu atawahi kukugusa. Na hii ni ombi naombea Kenya, that God will be our shield. Hatutaogopa Kalenjin, ama tuogope wa Masai, ama tuogope nani. Bwana akiwa kinga yetu, hatutaogopa. Mishale yote atapokea, risasi zote atapokea, upanga atapokea. Kama yeye ndiye mlindaji wako. Aliangalia mzee Abrahamu hivi, akaona mzee miaka inazidi, anaendelea kuogopa. Anaona huyu Mungu aliambia nitoke, kama hatawahi kuja. Akaikiwa na uoga. Ambia jirani yako, do not be afraid. Mwambie usiogope. Praise the name of the Lord. Akamwambia, I'm your great shield, I'm your great reward. Alafu naye Abrahamu akamuuliza swali ambayo alikuwa nayo kwa moyo kwa muda mrefu sana. Akauliza Mungu, je, unaniambia nisiogope na kutoka uniite, hujawahi nipatia mtoto? Unaniambia nisiogope namna gani? Nikwambie, kila mshirika anakuaga katika hali ya kukosa. Even me, even your bishop, hata hawa. Simesikia huyu amefanya hii mambo yote kwa sababu kuna kitu anakosa. Anataka kwenda Ruda, na hawezi kwenda ikia Ruda tu namna hiyo. Lazima anunue nyumba, ama ajenge, ama akodishe. Kwa hivyo kuna kitu hana. Hata wewe kuna kitu hauna. Hata huyu aliuza ile hiyo gari, hiyo mumeniambia, kuna kitu hata yeye hana. Unaona mshirikoshi hapo, kuna kitu hana. Mwambie kuna kitu unakosa. Si mwambie kuna kitu unakosa. Unakaa nyumba ya kukomboa na unaliga. Na hata kama ni yako, sinki unafuka na mpira ili isimwage maji. Hata kama ni yako, unafuka sinki na mpira, ama choo yako ni ile ya tu. Hata kama ni kwako, ni ile ya tu. Kuna kitu hauna, na hiyo kitu lazima ukaitafute kwa Mungu. The source is one. The source is God. Mahali ya kuipata si kwa uhuru, sio kwa DM. Mwenye hiyo kitu ambayo hauna ni Jehova. Praise the name of the Lord. Dada, kuna gari ingine kubwa. Ambia Bwana hiyo ingine. Wachani nimwambie, nilienda nchi ya Egypt. Rafiki yangu dada ambaye anakaa kule akaniambia, Mwani, nataka nikupeleke matembezi kidogo. Nikamwambia ni sawa sawa. Akaniambia na mahali na kupeleka ndipo kuna tekelezwa zile tile zote mingi, maridadi, smarti, dunia mzima. Kamwambia ni sawa basi, wacha tukaende tukaone. Akanipeleka factory ambayo imekalia eka 100. Si wewe unalinga na kibada. Unalinga na kibada. Wewe unalinga na kibada. Nikapelekwa factory imekalia 100 acres. Imagine what is that? 100 acres. Akaniambia na hapo ukitaka tiles wewe ununue. Kwa hivyo tukatembea. Tukafika pale. Tulipofika kwa gate, wacha nikwambie, tuliingia gate 5 kabla tuingie gate ya Mdosi 5.
Na kila mahali, kwa sababu Waijetu wanapenda bunduki, unakuta kuna askari, kuna bunduki pande hii na ingine pande hii na ingine ameshika na mkono. Bunduki tatu. Bunduki tatu. Tukafika kwa sasa kwa mkubwa. Ofisi yake imekalia eka moja. Office eka moja. Kabla tufike mahali hapo, tulifunguliwa 1 door, 2 doors, useme 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ili tufike mahali hapo. Ofisi yake ikiwa na hapa, hii kiwanja, hii ofisi hii ingine sasa ya mlango wa 9, kuna 10 police officers. Full up na magogo. Na redio hata za masikio na hapa kwa tani. Unaona tu wanaongea na shida, wanaongea nini? Wanaongea Kiarabu, kuna wanaongea. Unaona huyu ameenda, huyu amerudi, huyu ameenda. Tukaingia. Wacha nikwambie, yule mkubwa wa hiyo company ni mkubwa, mimi ni mkubwa kuliko yeye. He was 37. 37. Utajiri wake ni trilioni, sema 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 trilioni. Akitoa tithe ya trilioni 7, utajua ni bilioni gani? 700 billions akitoa tithe. Tulipoingia na huyo dada, my wife knows, akamwambia, akasema, ukaribu Beki, how are you? Kumwambia, Sandy, karibu, unajua Kiswahili kwa sababu holiday nakujaga hapa Nairobi. Nakujaga hapa Nairobi holiday zake. Hata hiyo December alikuja hapa, hata hii December anakuja. Hii December anakuja holiday. Akamwambia, meet Joseph. Joseph is my friend, a new visitor in Egypt, and I have brought him here. He want to buy tanks. Nishika mkono kama ni wewe haukusaidia watu. Nishika mkono akaniambia, Joseph, sit down, what will you take? Kaniuliza, wine? Or what do you want? Kaniambia, but I know wewe ni Mkenya. Akaongea Kiswahili, wewe ni Mkenya, unapenda chai. Karibu pale, kuna chai na kahawa. Tukakaa chini. Akaniuliza swali la ambalo lilistua mpaka nikafungua mdomo. Akaniuliza, how many ships do you want to buy? Wacha niulize hii na Kiswahili. Unataka kununua tire merikebu gapi? Sio container, merikebu. Unajua nilishindwa kuongea, sikuwa nimeenda kununua nimetembezwa tu. Beki hapo ameniprepare ya nini ataenda kusema, hata sikuwa najua ataenda kusema mimi nimekuja kufanya biashara. Sasa alipoona vile nimestuka akaniambia, no, sit down, just have a cup of tea. Nikaanza kutoa jasho kama vile natoa jasho. Baadaye alipoambiwa tumekuja kutembea, akatuambia wacheni nimpeleke nje. Alipofungua mlango wake, anafungua tu akiwa amekaa hapo chini. Anafinya tu button, mlango unajifungua. Mlango ukijifungua, mbele ulikuwa mweusi, ukajifanya wa kioo, unaona pande hii. Wale askari wakiwa pale wakajua mdosi wao anafanya nini? Anatoka. Wakaanza kuja kujiandaa. Tukakuja tukaondolewa, akawekwa katikati ya askari 5. Sisi tukawekwa hapa, wale wengine wakajiweka kule katikati. Hatuwezi hata karibiana na yeye. Tulipofika mahali ya gari yake, hiyo ndio kitu ambayo ilistua. Si mlisema bisi ile hapa? Ile ambayo niliona sisi wao. Ambia jirani yako kuna kitu unakosa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie kuna kitu. Angalia miguu yako, ujue kuna kitu una. Angalia miguu, ujue kuna kitu una. Angalia mshipi, ujue kuna kitu umekosa. Bwana Yesu asifiwe sana. Siuguze kanywele kidogo, ujue kuna kitu. Ili wacha maliko Bwana.
Tuache nini? Maringo. Hata kama unakaa Mahima Estate ya Ndegwa, unajua Ndegwa ndio mahali tunaogopa sana. Hata kama unakaa pale, unaenda pale, ujue kuna kitu una. Acha nimwambie hii. Nimetoka Naivasha wiki hii, nimetoka jana usiku. Nilienda huko Tuesday. Wednesday nilikuwa na harusi ya kasichana ka US na kijana wa hapa. Hata msichana ni wa hapa lakini anafanya US military. Anafanya kwa jeshi ya Amerika. Kwa hivyo lazima ukifanya jeshi kwa Amerika, lazima ufanyike mu Amerika kabisa. Tulikuwa tunamfunganisha siku ya Wednesday. Nikaenda Tuesday, nikalala. Asubuhi nikaamuka. Na nilipoenda huko wakaniambia, ile mkahawa unalalaga hautalala hiyo. Tumeona mkahawa mwingine ambao tunataka bishop wetu alale. Nikamwambia bwana, I love that hotel so much. Wakaniambia hapana, hiyo ukienda uione. Nikasema sawa, kwa sababu ni wachungaji wa huko, wacha wanipeleke. Wakanipeleka, wakinipeleka kwa wangu unaniambia hapana. Waambie unataka hotel gani? She knows. Very beautiful hotel. Tukaenda. Kakuta kigeti kikafunguliwa. Kaangalia hapa mbele. Nikashikwa na steward wa pale. Kanionyesha, kaniambia hapa ndipo kutakuwa breakfast. Na hapa ukitaka kuona TV ndipo utakuwa unaona, hata kama kuna moja ambayo iko kwa room. Ukitaka kukuja hapa kurelax unakuja hapa. Lakini wacha tukuonyeshe mbele. Ilipofunguliwa hivi. Nikasema endeni sana. Ufanye nini? Muleta hapa. Ona goko digo kwa bodi kwa baba. Sitalala kwa kitanda, nitalala kwa bafu. Kama bafu ni ya 15 by 15. Hiyo ni mkubwa kuliko ya kitanda yako. Kwa nini nikalala kwa kitanda? Basi imagine bedroom ilikuwa namna gani? Hata sikujifunika. Nilienda tu nikaoga nikarudi, nikalala hapa juu ya kitanda tu. Saa 7 nikaamuka. Nikaangalia demo sie. Ama mahali niko. Abia jirani yako kuna kitu unakosa. Si umwambie kuna kitu unakosa. Na umwambie ukijua kuna kitu unakosa, lazima usungumzie Mungu. Somebody say hallelujah. Akaambia Mungu, kwa nini unaniambia unanipenda na sina mtoto? Kijana mmoja hapa Damascus ambaye amezaliwa na mtumishi wangu ndiye nafikiria atalidi mali yangu. Hiyo ndio Abraham. Alichukua kijana wa mtumishi wake, akaanza kukalea vizuri, akatembea na yeye, anakaita Maisa na si wake. Hata akimuita mtoto wake sio wake, ni akili anachezea. Akili zake ni zona furahisha. Unajua kuna wakati unajifurahisha. Praise the name of the Lord. Amen. Kuna wakati nitakuja kidogo, tutaigiana kidogo. Mwana ni aogosho. Hata unaweza kuja hapa kanisa uangalie dada mzuri hivi na akili zinakuambia yule ndiye mke wako. Na sio mke. Unafurahisha nini? Unafurahisha akili. Akili unafurahisha. Kiposa na abiaga vijana, oa vizuri. Oa vizuri. Ili ukikuja hapa usione mwingine mzuri, uache kufurahisha akili. Na tukimaliza ibada unakimbia mahali yako. Dada mwadhani ya washa. Na wewe unajua ni nini unafanya. Unataka kukaa karibu na yeye kwa sababu unasikiaga emotionally you are charged. Wacha niache hiyo. Si nimemwambia mimi ni pastor. Nimemwambia mimi ni pastor. Nikikuja kanisani mimi napeleka kuwa pastor kwa sababu pastor atakuguza mahali ambapo si wengi watakuguza. Anakuguzaga mahali kidogo. Sikia, Abraham akaambia Mungu, "Ninakuja, lakini si yangu. Hii si yangu. Hii ni ya mtumishi. Lakini napaka huyu ndiye atakuwa mwili wangu." Mungu akamwambia, "Sahau, hata achilia, acha aende." Aende kwa baba yake. Akamwambia, "Simama hapa." Akamwambia, "Hebu toka nje Abraham." Hiyo maandiko iko hapo chini, toka nje. Akaambiwa, "I will make you." Ni vizuri ununue Biblia mingi na nzuri. Mimi sinaga Biblia moja na ninafundishanga washirika wangu usiwe na Biblia moja. Biblia moja itakupotosha. Biblia moja itakupotosha. Moja tafuta Biblia mingi. Unaangalia translation hii, unaangalia ile nyingine, unaangalia hii.
Kuna Bible niko nayo kwa nyumba. Hiyo haitokaji kwa nyumba. Sababu nikienda nayo kwa ofisi inachukuliwa na wachungaji wale wengine na kuja kuikosa na nasikia vibaya. Ilisema hivi. Inasema hii translation hii. I will make all the stars pass you. Or pass where you are and you count them. Nitafanya nyota zote dunia mzima zianze kuja ikipita pale uko. Uhesabu 1, 2, 3, 4 zote. Nitaziwezesha zipite mbele yako. Ukiweza basi. Ukishindwa nataka ujue nitakufanya mkubwa kuliko nyota hizo. Amen. The whole world nyota zikapita mbele ya Abraham. Hivi. Akasema 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hika na mga. Kabia Mungu nimeshindwa. Kamwambia sawa. Nataka uniambie. Praise the name of God. Personally, I know God can make what you cannot even imagine. I know. Wacha nikwambie. Ili nihubiri. Mungu alinitoa kwa hako industries. Nilikuwa nafanya kazi huko. 1995 ndivyo Mungu alinichomoa. I was earning 11,000. Wakati huo ilikuwa pesa mingi. 11,000. Haya, tuendelee tu. 11,000. Hata nilikuwa nasikamata hivi. Na hakukuwa, sikumbuki kama kulikuwa na giwa wakati ule. Nilikuwa nasiweka chini hivi. Kulikuwa kakiambatana naziweka hivi. Ubaya tulikuwa tunalipwa cash. Nilikuwa naziweka hivi na siangalia. Goria ishi ya kwa. Isi shio na ishi ya kwa. Na nyumba nilikuwa nalipa tu 600. Nyumba. Nilikuwa nalipa tu 600 na nilikuwa nilikuwa 11,700. Kwa hivyo 500 naondoa na hato na 10,000. Natoa time. I started tithing when I was a boy. Sikuwa nimeoa. Na Mungu ameniambia toka kazi uende ukahubiri. My brother was the HR. Huko. Nikaenda nikamwambia I'm quitting. Akaniangalia. Akaniuliza are you okay? Are you okay? Uko sawa kitu? Kama bia. Kaniuliza unaenda wapi? Kama bia nenda kuhubiri. Kuhubiri. Na ni wa Catholic. Ni wale ambao ni Catholic kuliko Catholic. Ni yule ukitema damu yake itatoka Maria. Ni yule. Ni yule nyumba yake kwa kona ametengeneza madhabahu ya Maria kubwa. Kuokoka kwenyewe walifanya wafanya mkutano wa familia. Akaambia mami ulizeni huyu kama ako sawa sawa. Na nilipokoka tu nimeokoka. Sasa nimwambie naenda kuhubiri. Akaita watu, akaita my mom, akaniambia twende Gishaka. Kana akasema huyu ni mtafutia kazi, anatoka kazi. Mami hapo amesikia, akaniangalia hivi. Akijileta kombo. Hiyo ni kitu nilifundishwa na mama kutoka kidogo, nikiwa mdogo. Takogwa. Ajua kitu. Mami akaondoka akaenda akapiga siara alafu akakuja akihomoka. Na ungekuwa mtumia kuhomoka. Usio kuletea kanoga. Na nikamwambia mami naenda. Akaniuliza unaenda wapi? Kama vile naenda kuhubiri. Kuhubiri. Si hata ukiwa kazini ulikuwa unahubiri. Mimi nilikuwa natoka kazi Saturday ama Friday, narudi jioni, narudi Sunday jioni. Nikienda kuhubiri. Si hata saa hii unahubiri. Si uhubiri ukiwa kazini. Kama vile mami, tumesumbuana na Mungu sana. Tumesumbuana miezi 3. Na sitaki tusumbuane tena. Akaniuliza, "Todo ule gwendo uhikanie. Nataka uoe. Mke wako atakula nini? Watoto wako watakula nini?" Nikamwambia, "My God will provide." Amen. Mungu wangu atapeana. Ambia jirani yako, "We have a faithful God." Mwambie tena, "We have a faithful God." Ukiweka taya unapata, mmesema ni premium. Kama ni haya, unapata haya. Ukileta madhabahu unapata primo. Ukileta hizi unaenda ruda. How faithful is that God? Bwana Yesu asifiwe sana. Mwisho wa wakaniachilia nikatoka. I went to Uganda. Nikakaa Uganda miaka 3 nikasoma alafu nikarudi. Ndiposa nilikuja kuoa huyu sasa. Wakati nilirudi kutoka Uganda. Na Bwana akanisaidia. Kutoka 1995 sijawahi ajiriwa na mtu hivi.
sijawahi ajiriwa na mtu hivi. Sisi niliwacha kutoka Tuesday. Nikaenda akakuja Wednesday tukafunganisha harusi. Akarudi na gari, mimi nikaachwa Naivasha nikaendelea na IG. Niliingia jana usiku. Na nilipoingia nilimletea samaki moja ambayo iko hivi, nilinunua 300 nikamletea samaki 6 ambazo zimechomwa na zimewekwa vizuri. Nikamletea bafu ya kilo 3. Nikamletea mguu wa kilo 1. Nikamletea kimatumbo, hata kiko kwa friji sasa, si ndio? Kimatumbo yote mzima hivi. Msichana wangu ambaye anapenda nyama aliposikia niko akakimbia nyumbani kadiri katia hii mutura, anaitaka mutura, lakini kwa Wakikuyu inaitwa ihu. Nikatie hii nikule kwanza. Sasa ilikuja itwa yote imechomwa, imetayarishwa, samaki. Alipokuja naye tukasalimiana kidogo, mimi nikaenda kulala, nikamwacha akichoma samaki. Our God is faithful. Amen. Sema he is faithful. He is faithful. Sikiza hii hapa nikuambia. Nikisoma Uganda nikatoka. Mwalimu mmoja alikuwa mwalimu wangu mzungu, Mjerumani, akanipenda sana. Akienda akasema hivi kama vile yule kijana alikuwa pale amesema, I will give you a gift Joseph, you passed my examination. I will give you a gift. Akarudi. Akacha mwalimu mwingine sasa yule alichukua kwa niaba yake. Akamwambia wakigraduate uniambie. Sasa tukigraduate akakuja akaniambia there is a gift for you but I will give you at the last day. Sawa. Badala ya kunipa alinipatia mama mwingine ambaye aliniconnect kwa hiyo shule ya Uganda. Kwa hivyo nikarudi Kenya, tukaenda kukaa Buruburu na hiyo dada na watu wengine. Akaniambia in your gift Joseph there is 36,000. 36,000. Nikafurahia. Nikaanza kuzigawa. Hii nitapelekea mama. Hii nitanunua suti. Hii nitanunua viatu. Alafu asubuhi akaniita, akakuja na ile bahasha. Akanipea. Nikaangalia kwa hiyo nikaona 36,000. Alafu akaniambia, Joseph, huyu Ben. Sasa nimekuta kuna kijana anaitwa Ben. Tunataka pia yeye tumpeleke Bible school. Hallelujah. Na hatuna pesa. If God touches you. Can you please give us that money? Tupeleke Ben Bible school. Nikamwambia I will pray. Nitaomba nisikia. Alafu mimi nikamrudishia. Akanipa pesa nikaenda nikatafuta in my suitcase nikaiweka na pale chini kabisa. Asubuhi nikaamuka. Nikaanza kutembea. Nikaingia kwa railway line ambayo inaenda mpaka Dandora. Nikaenda miguu mpaka Dandora. Nikiomba na mashaka Bwana nisaidie na shida harusi. Rimaka shekelele, give another direction, oh God. Bwana sio tu lazima tulipeane hii pesa kuvuka niliambiwa. Miezi 3 mbele na Bwana zimekuja hii na nataka kwenda Geshadi, nataka kununulia mamika kitu, nataka kununua masuti ya kuhubiri. Nikifika Dandora hivi wakati niliona station ya Dandora nikakumbuka mahali niko. Mungu akaniambia, what Luceto is my direction. Hey. Vile Lucy alikwambia hivyo ndivyo nataka. Yeah. Nikachukua nini nikamwambia Mungu, kama utaniambia hivyo nikifika Buruburu tena. Nikaingia kwa hiyo. Nikatembea mpaka Buruburu. Nikifika pale, ile sauti ikakuja tena. Vile niliambia Lucy, hiyo ndio direction yangu. Nikafika. Nilipoingia kwa nyumba hivi sikuongea na mtu, nikaoga, alafu nikaenda kwa kitanda, nikalala, nikajifunika. Kamwambia Mungu usinizungumzie tena. Si unizungumzie tu ya. He never did it. Hakuzungumza. Asubuhi nikasikia Lucy akiongea na simu. Kulikuwa na ile simu ya kukoroga hivi, ya kukoroga na kushika hivi. Nikasikia akiongea na simu akasema, tunataka akuje in 3 days time, lakini tafadhali mwekeeni kiti, lakini hatuna pesa, tunatafuta pesa. Anaongea simu. Please, anasema please, mwekeeni kiti. Alipoweka simu chini nikatoka. Nikaenda nikamkuta nikamwambia Lucy, don't struggle. The money is here.
Imagine that boy wanted that 3,400. Sasa uto tuingine tutuili na kitu tunebaki. Tulikuwa tu pocket money yake na kumnunulia sabuni na nini. Nikampa. Wakati nilimpa nikarudi kwa kitanda nikajifunika. God told me this. You will never struggle. You will never. Nimekwambia kutoka wakati mzee sijaajiriwa na mtu. Up to this day. Mtoto wangu Karo anasoma course inaitwa airport management. Hiyo ni course refu. Then kana concentrate, mwishowe kata concentrate na kitu inaitwa cargo handling. Si air hostess cargo handling, hata wewe ni cargo, mzigo ni cargo, ndege ni cargo, hiyo yote ni cargo, hiyo yote ni mizigo. Hata airport yenyewe ni cargo. Hiyo ndio kanafanya. In every month, mwezi moja na mlipiaga 30,000 mwezi. Na wao hawanaga kama ni mwezi continuous, hawavugagi. Na sahi amesoma mwaka mzima. Mwaka 30,000. Kwa hivyo wewe ukilipa 30,000 kwa tamu moja, mimi nalipaga 90,000 every 3 months, nalipa 270 something dollars. Hizo lazima ulipe in dollars. Kwa hivyo ni wewe uchukue pesa ya Kenya ubadilishe. Usifanye dollars ulipe sababu ni ya IATA. Hiyo ni international whatever, ni examination ya kidunia mzima. In 3 months nalipaka 120,000 in 3 months. Kama kengine nalipa 32,000. Watoto wangu hawajawahi kanyaga primary school ya public. Kutoka primary mpaka secondary, alipofusu sasa, alipofanya mtihani yake akaenda akaniambia nataka kwenda cooperative university. Nikamwambia Karo hautaenda huko. Akaniuliza dadi, unataka kunisomesha university zingine ni very expensive. Nikamwambia Mungu aliniambia hatawahi niachilia. Na mwaka mzima sasa kamesoma. Yes. So in a term, in one time, nalipanda almost 160,000 in 3 months. And God has done it. Lakini na mimi nilihamia. Sikia 36,000 sikukula hata dunia. Yote ilikuja ikaenda. Ilikuja ikaenda. Kwa sababu washirika ambao wako hapa wanataka kukuja kunyonya madhabahu. Wanyonye waende nyumbani. Kwa nini huyu atoke na huko? Amwekee tiles hapa kwa kanisa na mnagoja amwekee hata kutoka hapa kwenda kule. Mnagoja. Yeye apate magari na mafuta hapa, hii ni yenu. Unajua disconnect iko wapi? Nyinyi mnakunywa mafuta, hakuna kitu mnafanyaga. Yeye anakunywa mafuta, anafanyaga. Hapo ndipo iko disconnect. Hapo ndipo madhabahu hii na nyinyi hamkamatani. Unanisikia? Ndipo hamkamatani. Yeye anakuja na kunywa mafuta. Dada amekuja saa hii. Hakukuja mikono mitupu. Amekuja na bahasha. Bishop amesema anasikia kitu mzuri. Mpaka wengine wakafanya mdomo hivi. Wanauliza kama ni yangu. Sinifanyike bishop leo nichukue ile. Atakula yote peke yake. Bishop, hiyo usiweke kwa mjengo hata durudu. My authority. Usiweke kwa mjengo hata durudu. Usiweke kwa mjengo hata durudu. Hiyo sio ya mjengo. Kama angesema ni ya mjengo, weka kwa mjengo. Lakini hiyo amesema amekuja kubarikiwa na kuhani. Wewe ni kuhani? Wewe ni kuhani? Mnajua hata kwenda kukula chakula kwa pasta ni vibaya kwa sababu ni tithe ile tu umeleta unaenda kukula. Simunisikize, unastahili ukienda kwa pasta ukule ulipe. Uende ukule ulipe. Shetani si mzuri, akiona tithe ndani ya tumbo ya mshirika lazima akakustaki kwa Mungu. Aseme tithe hizi ni wada yao ya mshirika. Na aseme goga huyu. Msikie hapa.
Mnaonaga vile wazee wanafuatanga pasta ati wanunue chai, hao wanaitishanga laana. Wacha nimwambie sababu hiyo ndio kweli. I know he cannot tell you that. Najua hawezi kumwambia hiyo. Najua hawezi kumwambia hiyo. Mimi nasemaga mafuta yangu inakubali. Mafuta yangu inakubali nikwambie. Ukienda kwa pasta urugero shai na itube tarabe sio menye the shida. Ukitoka pale kama ni 200 mpe 200. Useme na mimi nimeondoa laana. Hawa wazee wanafutanga pasta wakimaliza ibada, wanaenda wanajifungia kama kahawa. Pasta anatoa ile tithe, analipa chai. Nikiomba tavere baga. Wangu niliwaambia hapana. Hizi wachaneni. Sitaki mlaaniwe na mimi. Sitaki muishi, nataka mbarikiwe. Sitaki mmalizike. Mnastahili ate pasta akule ile tikiti. Si washirika wanaenda wanajifanya wamelala. Pasta alipe. Abu sikia, nimeletwa hapa na mzee mmoja wa kanisa kwa sababu kanisa yangu ilisema itaninulia gari mwaka huu. Nafikiri inaingia port within from tomorrow. Wakati sasa nimeletwa na eno la mmoja wa kanisa. Na wanajua. Wanaulizana ni nani atabeba bishop. Na hakuna kuniitisha pesa ya mafuta. Na tukifika hapa nikamwambia tutasoma hapa, kaniambia hapana. Kaniambia hapana. Wacha niambie tu ile saa nitakuja kukuchukua. Anichukue aende. Sikiza. Mungu akaambia Abraham, kama unataka mtoto. Abraham, unataka mtoto? Abia jirani yako, unataka mtoto? Nataka sadaka 5. Hebu sikiza, Mungu akaambia Abraham, nataka sadaka 1 ng'ombe. Uitije, ukatanishe, weke pale chini, inakuja. 2 buzi, buri. Ndio kule buri na ng'ombe. Direga ng'ombe, direga buri ashigot. Uchije, ukatanishe, uweke hapo. 3 kondoo. Ile dume, ng'ombe ile dume. Uchije, ukatanishe, uweke pale. Ya 3 dafu ile Kiswahili inaitwa aje jua. Hiyo usikatanishe. Utoe manyoya, uchije, iweke hapo. Ya 5 a pigeon. Na zile 3 za kwanza aliambiwa ziwe zako na ziwe zimekaa kwako miaka 3. Yes. Hizi 2 Abraham hakuwa nazo. Hebu angalia mzee, niingie kwa kichaka akakibisha jua. Mzee akakibisha. Hear me tu. Inaenda mpaka ichoke na hakukuwa uchukue mawe ugoge. Ukigoga usipeleke kwa madhabahu. Ni ukibishe mpaka uchoke. Ichoke, uikamate, uende. Nyinyi mnasemaga tumefanyishwa kazi mingi na Mungu. Ungekuwa Abraham, ungekuwa kanisani. Ungekuwa umeenda sana. Ungekuwa Abraham. Wewe ungekuwa hapa. Hata huyu angekuwa hapa. Angekuwa ameenda kanisa unekoro. Hiyo kanisa ni kabaya sana. Sadaka gapi? Mmetoa moja ambayo mmeongezwa na dada. Mmetoa ile nyingine, hiyo ni 2. Kuna nyingine nitaitisha ya 3. Na uone hasitafika 5. 5 kinds of offerings. Ng'ombe, buzi, kondoo, jua. Hiyo ingine kwa Kiswahili sijui inaitwa aje, inaitwa pigeon na Kizungu. Na kila sadaka ilikuwa inasimamia kitu. Ng'ombe, it was the king, it was the priestly anointing. Buzi was the prophetic anointing. Ram was the kingly anointing. Dove was the prophetic gift. And pigeon was the prophetic obedience. Nitanyenyekeza mbele zako Bwana. Zote, every offering have aliso. Usitoe sadaka hapa kama hujui unatoa ya nini. Alitoa apate gari, akapata. Akatoa akabadilishiwa gari, amebadilishiwa. Ametoa anataka kwenda Ruda, and he will go. Amen. Every offering should have aliso. Sikize, nilipo
Kiambu kuhubiri. Nilitoka Naivasha mimi kwanza. Sasa nikakuja Kiambu. Nikakuta wale wazee nilipewa. Wazee wadogo. They were more, they were 11, 12, 13 hivyo. Hiyo ndio ilikuwa kanisa ambayo nilipewa. Nikamuuliza mnasomea wapi? Wakaniambia nyumbani kwa watu. Nikawauliza nyumbani. Kemera tugudo mashubicho. Itato. Tumemeshinde. Tulienda nyumbani wiki tatu. Nikamwambia nataka tujenge kanisa. Nataka kanisa. Wakaenda wakanipeleka mahali kuna nyumba ya kukodeshwa. Wakaniambia tunataka hii nyumba. Tukodeshe hapa. Nikaiangalia, Mungu akaniambia usiichukue. Wakaambia mzee usipatisho yote ni yetu, tutaenda nayo. Nikamaliza nikasimama nikawaambia mzee, partition your house hatuhitaji. Hawakusikiliza. Tulipofika kwa barabara wakaniuliza, "Kwa nini umesema hivyo?" Nikamwambia nitamwambia. Tulipotoka hapa nikamwambia, "Si mtafute shamba tukodishe mahali." Tukapewa shamba moja na mzee akatukodisha. Tukajenga kanisa. Tulipojenga kanisa, hata kufupisha hii story, Mungu nikamjengea madhabahu akaniambia, "My son, hiyo madhabahu sitaki. Sitaki, siwezi shuka hapo. Na nikishuka nitakuwa nashuka tu na mbariki naenda. Nataka mahali ambapo nitakaa." Kamuuliza Mungu nifanye nini? Akaniambia nunua shamba. Nunua shamba ya kanisa. Nikaenda nikaita wazee nikawaambia nataka tununue shamba ya kanisa. Akaniangalia hivyo akasema tutilie bia. Turesha akatoa kitabu akasema tuna 12,000 kwa bank. Nikawaambia mimi naenda kutafuta shamba. Nikaenda nikatafuta shamba, nikapata shamba ya 1.15 million. Na nikanegotiate na mwenyewe 1.15 million. Sasa nikakuja nikawaambia nimepata shamba. One elder ambaye tunaitaka shosho akasema si nilimwambia huyu mtu kichwa yake haikuwa in my presence. Si awambia nimeenda nikiwa pale. Hatulia kani. Mama kwekega. Sina semaka huyu mtu kichwa yake sio mzuri. Hiyo shamba tuliinunua. Amen. Na hatukufanya harambee. Nilifundisha vijana kutoa tithe. They became the best tithers. Hao vijana wakafundisha kila mtu mmoja wao bishop. Hata yule anapewa school fees na anapewa pocket money. You should tithe from your pocket money if you are born again. My daughter has that. Watoto wangu wanafanyaga hivi. Na wapatia every Sunday huyo kwa university nampatia gagiri na kitu. Alafu Sunday analetaka tithe ya hiyo. Every Sunday. My children have to tithe. Kama nyinyi mtoto wa yule lazima mtoe fungu la 10. Kama hautoi yule si baba yenu. Mshirika yeyote ambaye hatoaji tithe usijitanishe na mafuta ya holiness. Wewe ni mwizi wa mafuta. Nimesema wewe ni mwizi wa. Kwa nini unakuja kupewa mafuta ya bishop? You should pay through your tithe. Lipa kwa fungu lako. Nimesikia wale ambao wako na tithe wakuje hapa. Hebu niambie ukweli mshirika. Wiki hii hakuna kitu Mungu amekupea. Hakuna. Wewe umeshinda hapo ukiwa umekaa chini. Ndio kindu ukaja lako ile. Utoe tithe yake, utoe fungu la 10. Mnajua mlistahili nyote mkuja hapa. Nyote. Ulipewa 100 na bwana yako, ukanunue sukuma. Tembo ndio ungeleta hapa. Lakini badala ya kwenda kulipa tithe, unakaaga kichwa. Na diposa unaona wamama wengi, badala ya wakikaaga kichwa badala ya kuwa warembo, wanakuaga agiri. Kwa sababu tithe iko wapi? Kwa kichwa. Tithe iko. Mzee anaenda na shida ananyolewa akakatwa kati hivi. Badala ya aonekane vizuri unatoroka. Kwa sababu ni tithe ilinyoa kichwa. Pengine viatu ambao umenyoa, umevaa ni tithe. Na nikio hega mwageka hapo. Na nimwambie
Na munisikize. Hakuna tairi kubwa. Nikipika chapati na ile rogeo ruwe kubwa kama ile tairi ya turadita. Toge metabo furuka na geto safasi. Eketo shapo. Ukitoa tairi ya milioni ni tairi tu. Usiwe kama mshirika mmoja ambaye aliniambia, Bishop, mwanzo nini anadabi mimi? Nilipewa hii kandarasi niko na hii pesa. Akaniuliza tairi yake si ninunue simiti nileta. Nikamwambia wewe na mchawi mnafanana. Enda kwa kule tairi yako. Usilete simiti. Nani alikwambia ni wewe utagawa pesa ya Mungu? Ulifanywa na nani mgawaji? Si iletwe hapa Bishop ajue ni simiti atanunua. Ama ni nini ataleta? Ukiona hivyo, wewe na Anania ni wadamu moja. Chapati ikiwa kubwa ni chapati. Ugali ikipikwa na ile drum ni ugali tu. Ukileta milioni 10 hapa ni taivi tu na ukae chini unyenyekee vizuri. Hiyo ni na usiende kuambia watu huko atenide au tremino niko mimi. Wacha muone vile pasta atatoa tu. Nimalizie hapa. Akaambiwa nataka sadaka ngapi? Akuuliza jirani yako unatoka ngapi? Wengine kuna wao hata moja hawatawagi moja. Na akikuja nayo ni kale ka 50. Na akikuja nayo ameifinya. Yule jamaa ndiye ananinyoana. Mkiona kama sijanyolewa leo ni kwa sababu nilimwambia every Saturday uwe unaitisha kichwa. Unanipigia simu. Sasa nilikuja nikiwa nimechoka nikaingia kwa kitanda hivi nikalala. Nikasahau kunyoa. Na simuachiagi chini ya mimi si wa kunyoa na 50 anajua. Kwa hivyo akikosa kuleta tithe every Saturday akikosa kuleta tithe Bishop ule akose kuleta. Na nilimwambia leo tumepatana. Siku anajua nasoma hapa. Akikosa kuleta. Huyo ndio ananiona. Sijuangi ni mimi na watu wengi na nyelewaga tunaeleza. Nikimkosa na kana nywele. Ni ukweli kepo. Akikosa kuleta ananilipishaga every Saturday 250. 25 anastahili kuleta hapa. Akikosa kuleta yeye ni mwizi. Ni leo tu kwa sababu siku ya jana. Yesu anaomosha. Sadaka gapi? Katika hiyo kununua pesa hizo niliweka zaidi ya 100,000. Kununua. Niliweka zaidi ya 100,000. Kanisa yetu Bishop anajua. Inaenda the 19 million. 19 million. Niliingia kanisani tu siku moja hivi Mungu akaniambia sitaki hii madhabahu tena. Nikamwambia Bwana, wale watu niko nao hawataweza kujenga. Na tumenunua shamba ambayo ni mashi. Pila za kanisa zetu zingine zimeenda 13 feet down. 50 komina ile tu. Ndio tulikuta mahali. Tuna kanisa kubwa na huko chini kuliko na juu. Within the 19 million, siwezi kosa milioni yangu pale. Ambayo nimewekea Mungu. Waliposema wataninunulia gari na wakasema ni pesa ngapi? Niliwaletea 150,000. Me, I am a giver. I know my God. Amen. Hamstahili kuwa na kanisa kama hii. Nyinyi ni wengi sana. Nyinyi ni wengi. Almost 3 times wale watu nachunga. Kwa nini muwe mna? Hebu nimuulize tu. Leo mwangalia kuruka muone. No mkome huko. Mnaweza lala huko chini. Si utaangalia suti useme hapana. Niliwaambia nitawajengea kanisa hata usiku stima zikipotea utasoma Bible ukiwa kule ndani. The church is with this kind of tax from up gorofa stima zikipotea na ile rangi niliwaekea hautasema nitaenda nyumbani. Utafuka tu mlango na kesha. There is enough light. Hata stima zikiwa zimefungwa.
Anaanza sana. Mungu alitushangaza. Alishuka. Niliwafundisha vile Hezekiah wept. Alipoambiwa atakufa. Unajua kuna tofauti ya crying and weeping. You weep with your womb. You weep from here. You cry with your eyes. Hizo ni alia hivi. Mzee akaziweka pale. Alafu Biblia inasema ya kwamba madege ya nyikani zikataka kuja kula nyama. Mzee akakaa pale na bakora. Kikikuja anakibisa. Kutoka saa 4 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Akilita. Saa 12 akapatwa na kausingizi. Akiwa pale Mungu akamwambia, wacha tu mtoto nitakupa. Nataka kukuzungumzia mambo mengi even for future. Hapo ndipo aliambiwa hata watoto wako watarudi Egypt, lakini baada ya miaka 400 nitawarudisha hapo. Sadaka ndio inafanyaga unenewe na Mungu. Sikiza. Si unangoja nabii anene. Nilimwambia hivi. Wanabii wengine tuko nao wa kanisani sio wa kuaminika. Wengine ni fitina. Anakuja anajua kajabo kako alafu anasema kanisani, "Laika! Laika! Laika! Batiko! Batiko." Hiyo ni fitina bwana. Wacha tutoke hiyo tusungumuziwe na nani? Na Jehova. Mzee akiwa amelala pale, moto ukatoka mbinguni. Ukakuja kwa nyama, ukaraba na ukaisha. Nimwambie Mungu haagukaki kwa moyo, anaagukaka kwa sadaka. Baba ya Samsoni alipoambiwa utapata mtoto, akasema kama ni wa ukweli mwambie ngoje pale. Ngoja hapo nikupikie nyama, ngoja. Akaenda akashika ng'ombe, akachinja akapika bwela, akamwaga kwa kijiwe. Akasema niambie ukweli, malaika wa Mungu akatoka mbinguni, akaraba zile nyama na malaika akaenda mbinguni. Sikizeni nimwambie, wakati Elijah aliambia Israeli mtajua, hakwenda kule na darama kuiba, gaiwa Israeli, no. Badala ya hivyo, alitengeneza madhabahu, akachinja. Moto wa Mungu ukatoka mbinguni, ukaingia ukaraba nyama. Sijui mwengoja aga Mungu amsungumuzie na huna sadaka, Mungu ataaguka wapi? Akianguka juu yako utaisha. Utaisha. God is fire. Utaisha. Anaaguka kwa sadaka zako. Akianguka hapo, neema inakufikia, gari inakuja, mashamba yanakuja, unazaa watoto. Jamani. Bwana asifiwe sana. Amen. Haukadi juu ya moyo wako, ogokuwa gaye bokoraga te nugioke Yesu anataka kukuja, lakini anaangalia kwa madhabahu ya mke wako. Akikuja anakuta tayari tupu, anasema nigoaga hapo kama inoke maboka sana. Akiweka sadaka nitaanguka. Praise the name of the Lord. You can do a lot. You can do this year. Mungu akaniambia nataka hii compound yote ijae tile. Hii yote nataka ijae tile. Hii yote nataka yote ijae tile. Nikaambia Mungu kabla sijafanya hivyo, sio nikubalisha nifanye jambo moja. Kamwambia nataka kuona one bishop. I want to honor one bishop. Nikasimama kanisani. Nikaambia watu, kuna bishop nataka tuheshimu wa mji huu wetu mmoja. Na sitaki sadaka iliyo chini ya 70,000. Hii ndio tukamsalimie tu, atunenee tu baraka. Bali niletea within 2 weeks, na nikasema sitaki mtu wa kelele. Sadaka zingine ukiwa wa kelele usilete hapa. Sitaki. Ukiwa wa kelele usilete. Sitaki Mungu akulani. Ulete kwa kutaka. They gave me 74,000. Tukachukua tukaweka bahasha. Tukatapelea that bishop. Tukamnunulia kiatu ya shilingi 6,000. Tukamkuta kwake. Kamwambia tumekuja maana huko. Umepigana vita mingi Kiambu. Isipokuwa wewe hatungekuwa Kiambu, hatungekuwa na Pentecostalism, wewe ndiye umefanya ile vita. Tumekuja tu tuona. Hivyo tu akatwambia kila mmoja itoe kukutana kwa madhabahu. Toke tulio malaba. Akapanda tukaombewa. Tukaombewa msikose, msiokote, mpate yenu. Tukaombewa. Tukampatia bahasha na viatu.
akaenda akavaa. Ikawa kubwa kidogo. Tukairudisha, tukamletea kingine. Hiyo Sunday akasema nikahubiri na hivi viatu. Hivi viatu ndio nitahubiri na. Hiyo Sunday alisema nataka kuhubiri kwa anointing ya charismatic. Nataka kuhubiri. Akahubiri, akatuombea tena. Nilikuja kuambiwa na elders wake na wachungaji wake. Kuna mchungaji wake rafiki yangu mmoja sana. Kaniambia wacheni nimwambie mumeombewa. Mumeombewa na bishop. Na kutoka hapo Bwana amezidi kutufanya mambo mengi. Compound yetu sasa by the end of November hakuna mshirika atakanyaga matope hata akienda choo. Hakuna mshirika atakanyaga matope. Hakuna mshirika atakanyaga matope hata akienda choo. Kajabu kingine kaujika kanafanyangwa na Pentecostals. Mofia de kago. Ni pastor kuja kuhubiri. Alafu aletewe chai na madasi. Hiyo kwangu nilipiga marufuku sana. Chai na madasi na ngozi gini. Wamama wa Uganda wananipikiaga hata kuko. Hata leo nikirudi kanisani nitakuta chakula zangu na sihubiri huko. Na nitakuta niliziona zikipikwa sio? Na nitazikuta pale na siwezi kurua. No nimeria shoka. Mimi siwezi kuhubiri nipewe chai na madasi. Kule kulina tuka tena. Na mwe si yateganye munadhima. Munadhimu wa mwe. Na mwinuka gogo mugete haleluya. Pastor agatigwa geshini wa nini. Na unaragu. Kwani Bible yenu ni gani? Sio ile ya Musa ambaye wakuhani waliambiwa ukipeleka ng'ombe ama pusi mguu unakamata hivi unapelekea the man of God on the altar kamwila David. Kwani Bible yenu sio hivyo? Mimi napikiagwa. Soma neno. Mimi napikiagwa hata kuku. Bishop. Sahina madadi wewe. Malekera Maria. Hiyo kiatu bei ya hiyo hawezi kununua nusu nyama. Nusu nyama apikiwe vizuri ya kule. Akisema mubarikiwe. Mubarikiwe. Unajua Bible ilisema Waisraeli wasiende vitani kabla hawajabarikiwa na kuhani. Vita, ukienda biashara kesho hiyo ni vita. Unahitaji leo ubarikiwe na kuhani. Lakini asikubariki mikono mitupu. Waisraeli waliambiwa msije mbele ya Mungu mikono mitupu. Githo muge kimongera kuga gutiri mundu. Ugakinya gatiri. Giki. Gutiri mundu ugikinya gatiri. Na nyinyi wase, tondu nyinyi ni gamu mundu. Wazee watu nakulaga kidogo yao. Lakini hata hapa hiyo sadaka zote umesikia kuna ya Musa. Si kuangalia tu ndio maizo makula mero. Hiyo maizo makula mero. Sile suti zote ambazo nilienda nazo conference zote hatuna nimenunua mzee. Na nina suti za over 30,000 and over. Na hakuna nimenunua na mzee. Nimenunua na mama. Suti na kiatu, na socks. Hii ndio tu ni mimi nilinunua hii. Dada moja alisema nataka kubadilisha maisha yako. Na kujaga na viatu. Anaendaga wapi? Taki. Ananiletea masuti moja B na mashati. Aliniambia nataka kubadilisha maisha yako. Wazee wananiangaliaga hivi. Hata wakati tulipokuwa Naivasha. Tukaenda kwa nini? Tunapelekaga wazee wangu out. Nikawapeleka Naivasha. Nikamwambia nataka mkule samaki hapa. Nataka mkule, nataka mbebwe na boot na watoto, mbebwe na boot. Kuna hela ninaonaga Naivasha huko. Nikaambia mtu wa boot, nataka unipeleke kule. Akaje ibari. Ibari sana tuwezi kwenda. Nikamwambia nataka kwenda. Akaniambia ni bei kali sana. Nikamuuliza pesa ngapi? Akaniambia, nikamwambia nitalipa.
unataka tubebe wazee wangapi? Kaniambia 8 or 9. Nikawaita nikamwambia ngeni hapa. Nataka tuende ile island. Tukaingia, tukabebwa na boti tukaenda masaa 2.5. Shamba ingine iko kwa ya Misugu. Kenya tumeiba mali mingi sana mazuri. Kafikishwa hapa alafu tukarudishwa. Na wasema kaniuliza ni pesa ngapi? Nikamwambia nikafikiria wanataka kulipa. Hapo mmoja akaanza kwenda na yule mwingine akaanza. Mmoja tu alisema nusu ya hiyo nilipe. Nusu ya pesa hiyo nilipe. Mmoja. Wasema cheni kwa kama. Fugueni mikono ili Mungu ambariki. Mwadhani ya wabosho. Mungu alitisha Sara, alitisha Abraham. Alitisha Abraham sadaka. Wewe ni wangapi? Wewe ni wangapi? Wewe ni wangapi? Nikiwa pale nikaambia wazee tutatoa sadaka. Tumetoa sadaka, lakini kawaambia zingine nataka muandike hapa kwa karatasi. Na hata na mimi nikaandika. Mimi nikaandika. Na sikuandika 2,000 ama 10. Sikuandika hizo, niliandika pesa mingi. Bazo nimesema hii nitapeleka kanisa. I want God to bless you. Nataka Isaac. Nataka nibarikiwe. Nataka Isaac. Come on church. Nataka Isaac. Hakuja kiburi. Anakuja na sadaka 5. Kwa madhabahu. Hii kanisa ni yenu. Hii ni yenu, si yetu. Hii ni yenu. Na Bishop, kabla sijamaliza hii mwaka, mimi madhabahu nikienda kuhubiri. Mageni ambao sijahubiri na mwagaga lori ya mawe 15,000. Kabla nimalize hii mwaka, nitakuletea, uniambie kama unataka mawe hasa, nikuletee na lori niitishe darugo ikuletee ama tu nikuletee 15,000 before the end of this year. Kwa sababu mwezi huu naenda kulipa deni nyingine nilihubiri kwa Pastor Mike mwezi huu. Nilimwambia nataka hivi. Mimi nimejenga makanisa mengi, nimejenga makanisa mengi, nimejenga makanisa Murang'a, nimejenga si yetu. Ni kama vile Bishop ameniitisha. Mimi si mjinga, siwezi kuja madhabahu ya kuhani mwingine alafu nitoke hivyo. Mimi si mjinga. Najua madhabahu inawaga na inakuraga. So, ili ni appease God. Lazima hata mimi somarego nifanye kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili Mungu anibariki. Sibadilishe hii kanisa yenu. You have a very nice vision. A man of God. Sikiza Bwana wanatoka wapi? Wanatoka wapi? Wakuja watatu baraka. Na nyinyi tu na ukoondoa maji. Pengine kanisani ni busi. Unajua busi ya kunaga kitu inatoaga na inaga. Bodi dia chago, ngodu ndio ye chago. Ngodu kagodu no kokeja gotu. Daga kejo ga kaimo, daga kejo ule. No bodi dia kete komelia buya bwingine kejo. Na diposo unaona kuna tofauti sana ya busi na kondoo. Si angalie kondoo, hata nyuma yake inafichaga. Huko nyuma yake inaficha, inasaidia hivyo. Ikiwa kitu ya kuficha. Usiwa. Busi inakaaga hivi. Na diposa ukienda kanisani ukute wale wadada wanaonyeshana hizi. Hiyo ni busi. Si kondoo ni busi. Unajua uchi wa mwanamke unaziaga hapa mpaka hapa, hiyo ndio uchi yake. Hapo ndipo Mungu anaangaliaga. Mzee anaangaliaga wa kichwa. Ukiona jamaa akianza kukaaga kichwa, kukaaga, akienda saluni, anakaa saluni hivi anaanza kufanya hivi na glory. Huyu ameharibika kichwa. Ametembelewa na roho ya udada. Ya udada. Ukiona wazee wakianza kupaka nywele huko, ni kutembelewa na roho ya udada. Simama na miguu yako sasa.